Ilagano mama, ilagano, ilagano, ilagano mama, ilagano, ilagano, ilagano mama, ilagano, ilagano, ilagano mama, ilagano, ilagano. Unadhani mimi nakimbilika? Mimi sikimbiliki. Ulipo nipo. Ilagano mama, ilagano, ilagano, ilagano mama, ilagano, ilagano. Ilagano, ilagano, ilagano. Ilagano, ilagano. Ilagano. Ndoto mbaya. Ndio. Nikwambia usilale bila kuomba. Sawa. Nimeitikia wito mkuu. Nakuelewa Ngitu. Nimekuita hapa. Mbona ahadi hujaitimiza? Naifanyia kazi mkuu. Unajua kama tuna sherehe? Najua hilo mkuu. Sherehe yetu inaitwaje? Ilagano mkuu. Ndio maana nikakupa cheo. Njiki ya twiti. Shaisha ji. Swedi! Swedi! Njoo. Sasa mwanangu, nimekuita. Kuna barua nimepokea. Kwa niko na hili nikuite ili kwanza nawe uweze kuifahamu. Barua hiyo baba inazungumzia nini? Barua ya nini yani? Sawa sawa mwanangu. Hiyo barua ya kuhusu mambo ya posa ya dadako. Barua ya posa. Dada anafahamu na yeye? Hapana. Hapana. Nikasema ngoja kwanza uweze kufahamu wewe kabla ya yeye. Na alafu yeye ndio tumshirikishe.
Kwa hiyo hapo muite kwa dada. 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 Rukia. Njoo mwanangu. Mbona tumeita mara nyingi mambo? Uko kwa? Basi nisikie kwa unaisha lala. Mwanangu. Hapa siku una ujio tuliupata wa barua. Si nadhani wewe kama unauelewa? Sawa baba. Ugeni huu unaofahamu dada? Ndio najua. Lete mtoto tufanye tambiko. Tumalize agano letu. Na wewe mtu mwenyewe ni hapa hapa kijijini au anatoka mbali na hapa? Hapa hapa. Hilo swala kwa miaka hii ndipo hivyo, na sisi bado ushapokea, basi tuseme inshallah Mwenyezi Mungu abariki, ili swala lipite. Lakini kwa enzi hizo ilibidi mzazi na mzazi wanafuatilia mpaka na kuwekeni nyinyi watoto kwa wanandoa. Lakini sasa hivi enaanza mwanandoa na mwanandoa wenyewe kwa washaelewana, kwa sisi tushukuru Mwenyezi Mungu tu ili mambo yapite. Isipokuwa sasa nataka nimuulize swali dada. Mama, swala ndo kama hili, upo tayari ya kuanza majukumu ya ndoa? Nipo tayari baba. Basi sawa. Kama upo tayari mwanangu, nyanyuka mwanangu, naenda kwanza jikoni ukafanya mambo, maana tena hii tushaamka hapa. Jasho yako inauma. Nenda kapike miogo na ile maboga vipande vyote mule mule. Ilagano mama, ilagano. Ilagano, ilagano mama, ilagano. Ilagano, ilagano mama, ilagano. Ilagano. Naona umenizoea sasa. Nimeagizwa na mkuu nije kumchukua mtoto. Hebu vaa viatu vyangu kwanza. Mimi ni mzazi. Nimemweka tumboni miezi 9 yule mtoto. Nimeenda kumzaa Reba kwa uchungu. Hata ungekuwa ungekubali kumtoa. Timiza ahadi yako kwa mkuu. Na huo uchungu unayozungumzia ambaye umeusikia, utausikia mara 2 yake. Usipotimiza ahadi yako na huo uchungu, sisi ndo tunaotaka. Nimekuiteni Swedi. Naam mkuu. Nilikutuma kazi gani? Ya kutoa kafara mkuu. Mpaka sasa mbona kimya? Naomba unipe siku 2 mkuu. Swedi, kazi zako na kujua wewe za uzembe. Sipendi kazi zako ziwe za uzembe. Umenisikia? Nitakuwa mkali kwako. Baada ya siku 2 mkuu nitakuwa nimetimiza ahadi yako. Utimize ahadi yako. Utimize ahadi yako. Nitu. Abe mkuu. Nimekutuma kazi gani? Ya kumleta mtoto. Nilikutuma kazi ya kumleta mtoto. Yupo wapi? Mkuu, nahisi wale wametuzunguka. Wamekuzunguka kitu gani? Maana yule mtoto amekuwa mzito. Unataka niende mwenyewe? Hapana mkuu. Bali Mkuu, na kuahidi nitalifanyia kazi hii. Na nitamleta hapa mtoto. naomba mfanye kazi haraka sana. Mnakumbuka tuna safari ya kwenda Tanga? Ndio.
Nakumbuka ndege zetu hazina mafuta. Haya, kila mtu achange mafuta kwa ajili ya ndege zetu. Sawa. Wewe mbona unakuwa mvivu wa kuja kwenye vikao vya usiku? Samahani mkuu, nimetingwa tu na majukumu. Majukumu yepi? Ya kibinadamu mkuu. Hayo usiniletee. Utakwenda kwa na maji. Na kueleza utakwenda na maji. Umenisikia? Ukiingia katika kazi hii lazima uwe mwelevu. Umenisikia? Kuanzia sasa ujitahidi kwenye vikao na pia safari ya Tanga na wewe ushiriki. Umenisikia? Nimekuelewa mkuu. Bila hivyo tutakukata mkono wako mwenyewe tule supu. Kila mtu na kwao. Somea. Na huko. Nipo. Nimepita imani kwa sija kukuta. Nitoka nenda hapo. Sasa tuko poa. Tuko poa. Karibu tupo. Ndio tutemwa. Mara ndio ushajaza. Sasa je. Haya. Shika pekee usikaingia bwana. Nito. Kuna jambo nimekumbuka. Jambo gani? Hivi maana mmejisaulisha au na nyinyi ndio mmesahau? Mbona changanya nini? Kuhusu jambo la mkuu alopita. Kuhusu mtoto alisema akifika wakati wake akabidhiwe kiti. Nyinyi mpaka leo kiti imeendelea kukishikilia. Na mtoto kashafikia umri. Hizi habari za mkuu za kiti za kuziongelea hapa kisimani. Tuko wawili tu hapa. Hakuna hata Hata kama lakini kumbuka kuna watu wanakuja. Sasa hivi wewe habari za sasa sisi tunataka mimi. Unaniambia mimi nifanyaje au mimi kama nani? wewe ujasiri wa kumfuata mkuu kumwambia sina. Wewe mtu wako ya karibu ndio maana nakwambia mimi nimeona nikuulize wewe. Sasa kama huna huo ujasiri usingelipata mimi kuniambia. Ukaya hivyo hivyo au mfuate mwenyewe. Alafu mambo mengine yapotezee. Yatakuponza ujue. Mimi naye mmezidi gaigai. Hizo kwa mama. Mkuu alopita alisema mtoto apewe kitu. Mimi mpaka leo wewe na kingangania. Na ukiendelea kuongeza habari zako. Nikimwambia mkuu. Tutaonana. Eneo wanatamai madaraka.
Napanga Mungu kwa mwombee dua tu baba au kwa alipo baba. Jamaa usije darasa. Mbele yake nyuma yake. Jamaa mwombee dua baba kwa alipoenda. Mwombee dua mjini. Mwombee dua kwa alipo. Bado kalia ila msaidia mwombee dua. Swedi. Ukisikia ukubwa ndio huo ndio ukubwa. Na ukubwa huo haupigi yote wakati mkubwa. Ila ukifanya kama ambavyo umefanya ndio ukubwa. Hivyo basi, mkuu kaniagiza osho la kwanza la maiti nije nalo kula. Maana sinajua hatuwezi kula bila ya kunawa wala ya kunywa. Na leo lazima utakunishotia. Kunisikia mimi aidha kuwazidi wale wengine. Na hiyo huzuni situonyeshe sisi. Tuonyeshe sisi kwetu ni furaha. Yaani ni kufurahi. Umeniona mimi? Nimemtoa baba yangu, nimemtoa mama yangu. Na ndio maana unaniona mimi nina cheo kuliko nyinyi. Sio umeelewa Swedi? Nimekuelewa. Yaani ulivyotimiza hii, sisi kwetu ni furaha. Yaani siku leo sisi ni sherehe. Msiba ndo kama hivyo unavyoona mwana. Tumeshazika. Ngoja ajaye. Shoga yangu. Mimi sina imani kabisa kama mzee kafa. Hajafa kivipi? Unamaanisha nini? Imani yangu haijamtuma. Yule mzee naisikia makarogwa hiyo. Karogwa kivipi sasa? Mimi sasa tunavyojua pale amekufa au mimi ninavyojua ameshakufa na tushamzika. Sasa karogwa kivipi? Hapana. Mimi sina imani hiyo. Imani yangu hainitumi kabisa kwamba kafa. Lakini mimi ninavyojua ameshakufa yule. Na kazi ya Mungu haina makosa. Leo yeye, kesho sisi. Na hadi yako ulipoandika ndo ule. Muda wako, saa yako. Hata sasa hivi mimi naye tunapoongea hapa, unaweza kasikia Mosha amefariki. Kwa hiyo ndio hivyo. Mimi sikaamini kama amerogwa au vipi. Mimi ninachojua amekufa. Sijui lakini Mungu wetu ni kuache mwana. Shoga yangu bye. Ilagano, ilagano mama, ilagano. Ilagano, ilagano mama, ilagano. Ilagano, ilagano mama, ilagano. Ilagano.
Mungu atatuangalie. Nyama ndo hiyo, 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 nyama. Kinyama kidogodogo tukile, kinyama kidogodogo tukile, kinyama kidogodogo tukile. Naam, Ushakuwa Swedi. ndio. Ushakuwa Ndio. na kuvisha cheo cha kuwa msaidizi wa Mitu. Kuanzia leo Mitu msaidizi wako. Sawa. Na kuvisha na kilemba cha ukubwa wa kutoa kafara babako. Umenisikia? Ndio mkuu. Kilemba. Sapuna anateseka kwa ilagano aliloliweka, Mitu naye anahangaika kwa cheo anachokitaka. Sapuna anateseka kwa ilagano aliloliweka, Mitu naye anahangaika kwa cheo anachokitaka. Ilagano mama, ilagano, ilagano, ilagano mama, ilagano, ilagano, ilagano mama, ilagano, ilagano, ilagano mama, ilagano, ilagano.